Elimu ya uongozi. Katika dunia ya leo iliyojaa mbwembwe za maneno na utuamo wa matendo, bado wanahitajika viongozi wa kweli, viongozi wanaoongozwa na dhamira safi na sio tamaa, viongozi wa kujitoa si kujitajirisha, viongozi wa kutumikia si kutumikiwa, wanaotambua kwamba uongozi sio cheo, kinyume chake ni dhamana. Ieleweke kwamba uongozi ni bega libebalo mzigo wa wengi bila kulalamika. Ni macho yaonayo mbali kuliko wengine na mikono inayofanya kabla ya kuambiwa. Katika hilo, elimu huchukua nafasi ya kwanza. Simaanishi elimu ya kuketi chini ya paa, bali elimu, yaani mfereji wa tabia unaosambaza maji ya fikra njema, mshipa unaosambaza damu ya mwongozo wa maamuzi. Ndiyo maana hayati Mzee Mandela aliwahi kusema, elimu ndiyo silaha yenye nguvu zaidi unayoweza kuitumia kubadilisha dunia. Je, elimu ya sasa ina shabaha ya kuibadili dunia? Mimi ni Franki Kashonde. Karibu tuambaye pamoja kwenye viunga vya kuyasaka maarifa. Kauli hii ya Nelson Mandela ni mwale wa maarifa unaomulika kwenye utotoro wa kisa cha sintofahamu, ukionyesha njia sahihi ya uelewa kwamba ili kuzalisha viongozi bora ni lazima kupandikiza maarifa sahihi kwenye ombwe la ubongo mwenye uhai, na hili lianzie katika ngazi ya chini kabisa ya elimu, kwenye vikundi mbalimbali. Pia historia inaonesha na kufunza kwamba kiongozi bora ni yule anayejua kuwa uongozi bora hujengwa katika misingi ya usikivu, uadilifu na huduma. Mwanazuoni wa kale Aristotle aliwahi kusema, asiyekuwa mfuasi mzuri hawezi kuwa kiongozi mzuri. Kauli hii ni nguzo inayosimamisha ukweli kwamba kiongozi mzuri huanza kwa kujifunza kufuata. Kufuata nini? Kufuata ushauri, kufuata sheria, kufuata maadili. Lakini sio elimu ya darasani pekee inayojenga kiongozi. Maisha yenyewe, namna mtu anavyolelewa, namna anavyooneshwa mifano mbalimbali, namna anavyofundishwa kuyapembua mambo, kulielewa jambo jema na baya. Mtoto ni kama mche wa karafuu, ukiupanda vizuri utatoa harufu njema kwa vizazi vyote. Dr. Chris Mauki Jagina aliyetabahari kwenye masuala ya saikolojia na malezi, yeye anasemaje kuhusu upatikanaji wa kiongozi bora na makini? Malezi ya watoto au malezi ya mtoto yana nafasi kubwa sana katika swala zima la uongozi. In fact, pamoja na debate ya kwamba je, viongozi wanatengenezwa au wanazaliwa, they made or they are born, swala zima la uongozi linaanzia kwenye mtoto anajifunza nini kutoka nyumbani, kutoka wazazi wake, kutoka kwenye familia yake. Na hapa ndipo pale tunaposema pana primary value, yani mafunzo ya msingi ya chochote kwa mtoto. Na mara nyingi nimekuwa nikisema mtoto anapokuwa nyumbani kwenye makuzi anajifunza kwa 70% kwa kuona kile ambacho walezi au wazazi wanakifanya, na 30% tu kwa kusikia. Sasa swala zima la uongozi, mtoto anajifunza kuanzia anavyomuona mtu wa kwanza ambaye ni kiongozi kwenye maisha yake, ambaye ni baba, na msaidizi wake ambaye ni mama. Sasa ndio maana tunazungumza sana na wababa kuhakikisha wanabaki kwenye nafasi zao za uongozi kwenye familia, na uongozi wao wenyewe wa baba, ile tunaita personal development. Anajiongoza vipi yeye mwenyewe, maisha yake, anajipenda vipi, analala saa ngapi, anarudi nyumbani saa ngapi. Lakini sasa swala la pili ile yeye kuongoza familia. Hapa ndipo mbegu ya uongozi ya kwanza inazaliwa au inapandwa kwa mtoto. Akitoka hapo sasa inakuja kwenye vile vitu ambavyo mzazi anamwambia mtoto kufanya. Unaona, ufanye hivi, hakikisha unasoma, jisimamie, chagua marafiki vizuri, hakikisha unakwenda msikitini au unakwenda kanisani. Pale ni namba 2, ngazi ya pili ya mzazi kuanza kufahamu namna ya uongozi kutoka kwa mzazi. Sasa anapokuja kuanza kupata fursa ya kuwa kiongozi au kutokuwa au kuongoza kwenye kitu kingine, tayari hii mbegu ikiwa imeshapandwa kutoka nyumbani, inakuwa ni tofali la pili au la tatu baada ya ile tofali ambalo mzazi ameweka. Lakini kitu cha pili, mtoto yote ambaye ana karma au ana talanta au ana kipawa cha uongozi, anapogundulika au kinapogundulika na wazazi na kikawa develop, unafahamu kipawa kuna kukigundua na kukiendeleza. Sasa wazazi wengi wanafeli pale ambapo either wanakiua
kile walichokiona, kwa kutokumtia moyo, kutokumwambia anaweza na kutokumpa fursa, au kutokigundua kabisa. Hapo pia mbegu ya asili ya uongozi iliyokuwa mtoto inauawa mara nyingi na wazazi wengi. Kwa hizo ndizo nafasi ambazo upo umuhimu mkubwa sana wa malezi katika swala zima la uongozi. Naitwa Dr. Chris. Walinena waneni kwamba uongozi wa kweli huanza na kujiongoza mwenyewe. Ndiyo maana anapolelewa mtoto kwa nidhamu binafsi, huwa na heshima kwa wengine na kuwathamini walio chini yake. Unamlea kwa kiongozi bora. Na kiongozi bora haimaanishi kwamba lazima tangazwe kwa kelele. Kama alivyosema mwanafalsafa wa China, kiongozi bora ni yule ambaye watu hawamtambui uwepo wake, na kazi inapokamilika watu husema tumefanikisha sisi wenyewe. Kiongozi wa aina hii huongoza kwa unyenyekevu, huinua wengine bila kujitukuza, huwasha taa bila kuitaja chanzo cha mwanga. Uongozi ni mshumaa unaojichoma ili wengine waone, ni jua lisilozama, ni mvua inayonyeshea hata miiba. Kiongozi ni njiwa wa matumaini, hupaa juu ya kelele za tamaa, huona kesho kabla ya leo, huchagua kweli hata ikiwa chungu. Na hapa ndipo tunapojifunza somo kubwa, kwamba uongozi wa kweli hauanzii kwenye majukwaa ya uchaguzi, bali kwenye malezi. Hauanzii serikalini, bali ndani ya nyumba, na wala hauna mizizi kwenye siasa tu, bali kwenye maadili, elimu na utu. Waandae watoto kwa viongozi wa kesho kwa kuwapanda katika udongo wa maadili, kuwamwagilia kwa elimu bora na kuangazia kwa mifano mizuri. Kwa maana kiongozi wa kesho ni mtoto wa leo, na ukipanda mti wa hekima sasa, kizazi kijacho kitakalia kivuli chake. Makala hii imeandikwa na mimi Franki Kashonde. Hii ni Simulizi na Sauti. Nitafurahi kuona komenti yako na maoni yako juu ya upatikanaji wa kiongozi bora. Lakini pia usiache kulike pamoja na kusubscribe. Kubwa na la mno ni kuipakua app ya SnS Premium kwa ajili ya kupata maarifa mengine kemkem na ya kuburudisha. Baadaye